Ni kusana na Natasha Stambuli maarufu kama Tash Stam. Huyu ni meneja mkuu wa Boomplay Tanzania na mshindi wa tuzo ya CEO of the Year 2021. Yeye ametangazwa rasmi kuwa mshauri wa Grammy U program ya mafunzo na ushauri kwa wanamuziki wachanga inayosimamiwa na Recording Academy kwa kushirikiana na Amazon Music. So kwa miaka mingi Natasha amekuwa mstari wa mbele katika kukuza muziki na utamaduni wa Afrika katika majukwaa ya kimataifa, na uteuzi huu ni uthibitisho wa mchango wake mkubwa na dhamira ya kuendelea kuhamasisha kizazi kijacho cha wabunifu wa muziki. So hii ni taarifa ambayo naweza kusema na imekuja katika kipindi ambacho umeibuka mjadala mkubwa sana, hasa baada ya wasanii wetu kusubmit kazi zao, na kwenye mchakato ule wa Grammy consideration tuliona wasanii mbalimbali ambao waliwasilisha kazi zao, lakini kwa uchache tu ni kwamba Fid Q aliwasilisha wimbo wake unaitwa Growly ambao amemshirikisha Jose Chameleone, lakini pia tuliona AY pia aliwasilisha wimbo wake unaitwa Simoni, kwa maana pia akasubmit wimbo wake pia unaitwa Wanganeka, na wengineo ambao walisubmit kazi zao, na tukaona hamasa imekuwa kubwa sana kuelekea kwenye Grammy. Lakini kitu ambacho kilikuja kuibuka mwezi huu mpya, kwa maana mwezi wa 11, kwa sababu wao waliwasilisha mwezi wa 10, ni kwamba tumeona nyimbo ambazo ziliwasilishwa zote zilifanikiwa tu kuvuka kwenye hiyo hatua ya kuingia kwenye Grammy consideration, lakini hatua kuu hazikuweza kufanikiwa kupita. Sasa maoni mtandaoni yamekuwa ni mengi sana kuhusiana na jinsi gani ambavyo wasanii wetu wanaweza kufanikisha kupeleka nyimbo zao na hatimaye kuingia kwenye kinyang'anyiro cha hizo tuzo kubwa sana duniani. So wengi walitoa maoni, wengine walisema kwamba tunahitaji kuwekeza zaidi kwenye asili ya muziki wetu, lakini wengine pia wakasema kwamba changamoto kubwa ni kwamba hatuna wadau wengi wanaotufahamu huko kwenye Recording Academy. Miongoni mwa vitu ambavyo pia vilikuwa ni kama pointi ambazo zilizogusa watu wengi sana, kutokana na vigezo ambavyo watu wengi wamekuwa wakivifuatilia, kwa maana ya ili muziki wa Tanzania upenye kwenye majukwaa ya kimataifa kama Grammy, ni muhimu kuimarisha mtandao wa kimataifa, kujenga ushirikiano na wanachama wa Recording Academy na kuhakikisha kwamba muziki wa Tanzania unawakilishwa kwenye vikao muhimu vya kimataifa vya sekta ya muziki. Kwa hiyo ukitaja uteuzi wa Grammy si tu kuhusu wimbo mzuri kwa maana ya bali ni kuhusu ushawishi, mtandao na namna unavyoweza kuwasilisha utambulisho wa muziki wako duniani, ili Grammy lakini pia Recording Academy uweza kujua ni muziki gani ambao unaufanya. So kwa hiki ambacho kimetokea hapa, kwa maana ya Natasha Stambuli yeye kutangazwa rasmi kuwa mshauri wa Grammy U program ya mafunzo na ushauri kwa wanamuziki wachanga inayosimamiwa na Recording Academy kwa kushirikiana na Amazon Music, huenda ikawa ni safari ama ni taarifa njema pia ambayo ni leo imeibuka na kuzidi sasa kutengeneza sasa hamasa kwa wasanii wetu kuamini kwamba kuelekea kwenye mafanikio basi safari ndio imeanza. Lakini nikimnukuu Natasha Stambuli baada ya kuteuliwa, anasema kwamba safari yangu imejengwa na wale waliowekeza ndani yangu. Sasa na mimi napata fursa ya kuwawekezea wengine, aliandika Natasha kupitia ukurasa wake wa Instagram. Na lakini pia akamalizia kusema kupitia nafasi hii Natasha na yeye pia ametumia uzoefu wake kuwaongoza na kuwainua vijana wenye ndoto za kufanikiwa katika sekta ya muziki duniani. Kwa hiyo hii pia inaweza ikawa ni chagizo kwa watu wote, especially wale wasanii wetu, kuona kwamba kuelekea kwenye njia ya mafanikio ama safari ya mafanikio, kitendo cha Natasha kuteuliwa ni hatua kubwa sana kwa muziki wetu. Kwa hiyo tunasubiria kuona huyu meneja mkuu wa Boomplay Tanzania na mshindi wa tuzo ya CEO of the Year 2021
atafanya kitu gani, lakini hiyo ni taarifa njema sana na ikufikie pale popote pale ulipo, kwa maana ya hongera sana kwake Natasha Stambuli kwa hiki ambacho amekipata, kwa maana ya uteuzi huu ambao unamweka sasa kuwa ni miongoni mwa watu ambao huenda wakawa na ushawishi wa kusema bwana, hapa mtu fulani akae, hapa mtu fulani akae, ili kuhakikisha kwamba Bongo Flava inachukua ama inapata nafasi ya kuingia kwenye tuzo kubwa duniani kama hii.